فوق أمل الكويت. Kufuatia hali ambayo imetokea huko nchini Kuwait katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait baada ya Irani kufanya shambulio kubwa kabisa na kusababisha maafa makubwa katika uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa Kuwait, hatimaye waziri mkuu wa Kuwait amefika katika eneo hilo na amefanya ukaguzi wa uharibifu wa uwanja wa ndege baada ya shambulio la Irani. Ripoti inaeleza kwamba waziri mkuu wa Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah ametembelea kituo cha abiria cha Terminal 1 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait ili kujionea uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Irani yaliyotokea Jumatano. Katika ziara hiyo, waziri mkuu alipokea taarifa kuhusu idadi ya majeruhi pamoja na tathmini ya kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Pia alielezwa kuhusu hatua zinazochukuliwa na mamlaka husika katika kukabiliana na athari za tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu, Sheikh Ahmad aliwataka maafisa wote husika kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege, abiria na wananchi wengine waliopo katika eneo hilo. Aidha, ameamuru kuanza mara moja kwa shughuli za ukarabati wa miundombinu iliyoharibiwa ili kurejesha huduma za kawaida za uwanja wa ndege na kuhakikisha shughuli za usafiri wa anga zinaendelea haraka iwezekanavyo. Ziara hiyo imefanyika wakati mamlaka za Kuwait zikiendelea kutathmini athari za mashambulizi yaliyosababisha majeruhi na uharibifu katika moja ya vituo muhimu vya usafiri nchini humo. Kufuatia hali ambayo imetokea huko nchini Kuwait, hatimaye waziri mkuu wa Kuwait ambaye ni Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah ametembelea kituo cha abiria cha Terminal 1 yani T1 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait ili kujionea madhara ambayo yametokea kufuatia shambulio la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya Kuwait. Sasa katika ziara hiyo, hali halisi imeonekana katika uwanja huo ni kwamba mambo yalikuwa si mambo, lakini hali ya tahadhari ikiongezwa zaidi na zaidi kufuatia uhalisia ambao umeonekana baada ya shambulio kubwa lililofanywa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC kitengo cha anga. Na majeruhi hadi kwa taarifa za mwisho walikuwa ni zaidi ya watu 60 waliojeruhiwa, huku wakiumia zaidi katika maeneo mbalimbali ya kichwani, lakini pia kuvunjika mikono, miguu pamoja na maeneo mengine ya mwilini. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuwa nasi wakati wote. Nitakujuza mtazamaji yote ambayo yanajiri huko nchini Kuwait pamoja na maeneo mengine. Na tangu asubuhi nilikuwa pamoja na wewe kuweza kukujuza yote ambayo yalikuwa yakijiri katika anga za kimataifa. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.